Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kila aina ya tukio la kimataifa ambalo mimi naendelea kukusogezea. Mimi naitwa Waridi Almas. Hii leo bwana, katika hali isiyokuwa ya kawaida, Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amewafanya watu wengi kushangaa baada ya kutangaza orodha ya wajumbe wa kamati itakayoshughulikia maandalizi ya uchaguzi inayoendeshwa kwa mujibu wa mkataba wa amani na kuandaa uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka huu bila kutegemea uwepo wa marekebisho mbalimbali ya kisiasa. Katika orodha hiyo aliyoitangaza alijumuisha jina la Stewart Soroba Budia. Huyu ni mwanasiasa wa zamani ambaye ni marehemu kwa takriban miaka 5. Hii ilisababisha kejeli na mbunge wa umma akionyesha dosari kubwa ya kiutumishi katika uteuzi huo. Uteuzi huu ulitokea kwa agizo la rais tarehe 30 Disemba 2025 ambalo lilitumia orodha ya majina yaliyotolewa na wadau bila ukaguzi wa kutosha wa hali ya majina hayo. Hii ilisababisha mtu aliyekufa kuonekana kama mjumbe halali wa kamati. Rais Kiir aliondoa kazi waajiri wake wakuu wawili, ikiwa ni pamoja na msemaji wa ikulu na mkurugenzi mkuu wa wizara ya masuala ya rais baada ya shambulio la umma na kejeli lililofuata ni tangazo hilo. Hii inaonekana kama hatua ya kusafisha uongozi baada ya kosa hilo la kitaalamu. Tukio hili linaonyesha kwamba kuna changamoto kubwa endelevu ya utendaji wa serikali. Kuna mashaka juu ya uwezo wa mamlaka kutekeleza mchakato wa uchaguzi kwa njia ya ufanisi na yenye uratibu mzuri zaidi. Sudani Kusini haijawahi kushuhudia uchaguzi mkuu tangu kupata uhuru mwaka 2011. Hii ni kutokana na migogoro ya kisiasa na hata vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoharibu mchakato wa utekelezaji wa uchaguzi kwa wakati mwafaka. Kamati iliyotengenezwa ni sehemu ya ahadi ya kisiasa kuandaa uchaguzi wa amani na haki. Sasa kamati iliyoteuliwa na Rais Salva Kiir itaitwa National Elections Preparatory Committee. Kazi zake kuu itakuwa ni kuandaa sheria za uchaguzi, kupendekeza muundo wa tume ya uchaguzi, kuweka ratiba ya uchaguzi, kusimamia maandalizi ya kiufundi, yaani daftari la wapiga kura, mipaka ya majimbo. Hayo yatasimamiwa. Hii ni hatua ya lazima kabla ya uchaguzi wa kwanza wa kitaifa tangu Sudan Kusini ipate uhuru mwaka 2011. Kumteua mtu aliyefariki miaka kadhaa iliyopita kunaashiria uzembe mkubwa wa kiutawala, kukosekana kwa uhakiki wa majina, maamuzi kufanywa kwa karatasi za zamani na mapendekezo yasiyopitiwa kabisa. Kwa nchi ambayo bado ina migogoro ya kisiasa, haijakamilisha katiba ya kudumu, ina hofu ya kurejea kwenye vurugu, kosa kama hili linapunguza imani hata kwa wananchi katika mchakato mzima wa uchaguzi. Lakini wachambuzi mbalimbali nao wamekuwa na yao. Wameangazia mambo kadhaa, ikiwemo serikali inaonekana haiko tayari kikamilifu kwa uchaguzi, lakini pia upinzani wanatumia tukio hili kuhoji kama uchaguzi utakuwa wa haki na huru. Sio hapo tu, jumuiya za kimataifa nazo pia kama AU, IGAD, UN nao pia wanaangalia kwa wasiwasi suala hili. Kwa kifupi, kama huwezi kuhakiki kama mjumbe yupo hai, watu wanauliza inawezekanaje kusimamia kura za mamilioni ya wananchi?